Umewahi kusikia kuhusu mvua ya mawe? Naam, bila shaka umewahi kusikia hilo. Na sio tu kusikia, nina uhakika umeshawahi kuona kabisa, kushuhudia. Ukaiona mvua ya mawe jinsi ilivyo. Halikuwa jambo la ajabu sana, kwa sababu ni hali ambayo umezoea kuiona, na hata kama hujazoea kuona, basi umewahi kuisikia. Na pia sio jambo la ajabu sana, kwa sababu hata jiografia imeelezea uhalisia wake. Mvua ya mawe, hata ukienda katika mitandao kama Wikipedia, utakuta imeelezewa jinsi ambavyo inatokea. Na sababu ambazo zinapelekea mvua ya mawe kutokea, ni rahisi kuielewa jinsi ambavyo inatokea. Yaani ni rahisi kuingia Wikipedia na mitandao mingine, ukaelezewa jinsi ambavyo mvua ya mawe inapatikana, ukaelewa. Kwa sababu asili yake inaeleweka tangu jiografia ya mwanzo, yaani jiografia ya awali. Mvua ya mawe inatokea pale ambapo maji ya mvua yanaposhuka kutoka chini yanapita katika usawa wa hewa yenye baridi zaidi, na hivyo kupelekea yale mawe kupata baridi mpaka kugeuka kuwa barafu na kufika chini ya ardhi yakiwa barafu. Hiyo ni jiografia nyepesi ambayo inaeleweka, na sio ajabu sana tunapoona mvua ya mawe tukaona kama ni jambo la kawaida, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba kijiografia, kadri unavyopanda juu kwenda kima cha juu kutoka usawa wa bahari, joto linapungua kwa 0.6. Kwa hiyo haifanyi kuwa jambo la ajabu sana. Lakini kunalo jambo la ajabu ambalo limewahi kutokea katika taifa la Marekani. Yaani kunayo mvua ya ajabu ambayo imewahi kutokea katika taifa la Marekani, ikazua gumzo na wakati mgumu, ambapo hata sayansi imepata wakati mgumu kutoa majibu yake. Mnamo mwaka 2007, ilikuwa ni tarehe 15 Juni, ilionekana mvua kubwa ambayo ilinyesha kwa muda usiopungua dakika 15. Kuona mvua sio jambo la ajabu, lakini jambo la ajabu ilikuja pale ambapo haikuwa mvua ya maji, au haikuwa mvua ya maji peke yake, bali ilikuwa ni mvua ya vyura. Tunafahamu mvua ya mawe huwa inanyesha maji pamoja na mawe, na sasa mvua hii ilinyesha maji pamoja na vyura. Jambo hili lilikuwa la ajabu sana, ambayo iliwapa watu kutokuelewa ni nini ambacho kinaendelea. Kila mmoja alikuwa na nadharia yake juu ya sababu gani imepelekea mvua ya vyura kutokea katika nchi ya Marekani. Wapo ambao walikuja na nadharia kwamba mvua hiyo ilitokana labda na sababu za kidini, yani sababu za kiimani. Wengine wakasema ni kama vile tunavyoona katika maandiko matakatifu, Mungu alishusha mana na kwale ambayo ilikuwa inamwagika kutoka juu kama umande. Wengine wakasema pengine labda ni laana Mungu ameamua kunyesha mvua ya vyura, kwa sababu katika maandiko matakatifu tunaona Farao alipomkosea Mungu na kuwakatalia wana wa Israeli kutoka katika nchi ile ya Misri, Mungu alisababisha vyura kutokea katika nchi nzima. Mavumbi ya nchi yaligeuzwa kuwa vyura, na hivyo kila mahali kulikuwa ni vyura watupu. Kwa wengi wakaona ni kama laana kutoka kwa Mungu, kwa sababu nchi ya Marekani dhambi zimezidi, hasa katika ile eneo la Odessa, Texas huko Marekani. Na hilo lilipelekea wanahistoria kuingia vitabuni na wanasayansi kuingia katika maabara zao kuangalia nini ambacho kimepelekea mvua hii ya vyura, kwa sababu hakuna jiografia wala sayansi ambayo inaweza ikaeleza ni kwa namna gani chura ataweza kutoka katika anga na kudondoka pamoja na mvua. Wanasayansi walijaribu kutafiti, ikabidi washirikiane na wanahistoria kutafiti ili waweze kupata jibu ambalo ni la moja kwa moja. Utafiti uliendelea kwa kina sana, wakati nadharia zikiendelea kila mahali na taharuki ikiwa ni kubwa, kwa sababu hakukuwa na majibu ya moja kwa moja. Habari zilienea kila pande, kila mmoja akizungumza ni kwa namna gani ameshuhudia chura wakidondoka kutoka juu. Lingekuwa jambo la kawaida labda kama wale chura waliodondoka hawangekuwa hai, kwa sababu kila mmoja angetengeneza sababu yake, labda kuna namna imetokea hivyo vitu vimedondoshwa. Ila kitu cha ajabu ni kwamba chura hao waliodondoka walikuwa hai, walikuwa wakiishi. Imekuwaje chura hao wamedondoka kutoka juu mawinguni, wakadondoka pamoja na mvua ya maji, alafu chura hao wanaendelea kuwa hai? Laiti kama wale chura wasingedondoka na kupiga mapaa ya nyumba, pengine isingekuwa rahisi kuamini kwamba chura hao wametoka angani. Wengine wangeamini labda chura hao wametoka ardhini. Lakini chura walipiga mapaa ya nyumba, walipiga magari, walishuhudiwa live wakidondoka juu ya magari ya watu na nyumba za watu. Kwa hiyo hakukuwa na doubt au wasiwasi kwamba chura hawa wametoka juu. Lakini inakuwaje chura hawa wako hai? Kama wametoka juu,
wakadondoka mpaka kwenye ardhi, na juu tunafahamu sio inhabitats, yani sio mahali ambapo chura wanapaswa kuishi. Wametoka wapi basi? Wanahistoria wakaingia katika vitabu na wakapata majibu ambayo yaliwashangaza. Majibu yale yaliyotolewa na wanahistoria katika vitabu yalikuwa ni ya kushangaza, ambayo wengi hawakuyategemea. Kilichoshangaza ni kwamba jambo lile halikuwa la kwanza wala la pili wala la tatu wala la nne. Tukio hilo limeshawahi kutokea mara nyingi na sehemu tofauti tofauti duniani, na sio tu duniani, hata Marekani penyewe sehemu nyingi imewahi kutokea. Ila kilichoweza kusababisha ugeni wa tukio hilo ni kwa sababu halikuwahi kunakiliwa wala halikuwahi kurekodiwa, kwa sababu kipindi kile teknolojia haikuwa juu kama wakati huo mwaka 2007. Tukio hilo lilikuwa la kwanza katika nchi ya Marekani, ilishatokea kabla, na ndipo ambapo wanahistoria walivyoingia vitabuni na kugundua kwamba kumbe hilo tukio sio la kwanza, kwa sababu wapo walioandika juu ya matukio hayo. Yapo matukio machache tu ambao nitakueleza, kwa sababu kitu ambacho kitakushangaza ni kwamba sio chura peke yao, lakini pia hata samaki. Hata mvua ya samaki imewahi kutokea sehemu nyingi mara kadhaa. Yaani mvua ya samaki imewahi kutokea sehemu nyingi mara kadhaa, samaki wakiwa hai na pia samaki wakiwa wamekufa. Kwa halikuwa jambo la kwanza, ila lilikuwa jambo la kwanza kurekodiwa katika vyombo vya habari, ama lilikuwa jambo la kwanza kurekodiwa katika ulimwengu wa sasa ambao ni ulimwengu wa kiteknolojia. Imewahi kutokea pia katika jiji la Lenoir huko Tennessee mwaka 1982, ambapo wakazi wa jiji hilo waliripoti kuwa mvua ya vyura wadogo imetokea, na jambo la kustaajabisha ni kwamba mvua hiyo ilidumu kwa muda ule ule kama wa kipindi cha mwaka 2007 ambao ni dakika 15. Na hata hivyo mashahidi walikiri kabisa kwa vinywa vyao kwamba vyura hawa wameonekana wakishuka kutoka juu, wala sio kwamba wametoka chini, na sauti za vyura wakidondoka zimesikika. Lakini pia tukio la namna hii limewahi kuonekana katika jiji la DeQueen mnamo mwaka 1992, ambapo mamia ya vyura wa miti wenye rangi ya kahawia walidondoka kutoka juu, ambapo wengi walinena kwamba wamedondoka kutoka mbinguni wakanyesha katika ardhi. Lakini kitu cha ajabu katika hawa ni kwamba hawakuwa hai, tofauti na wale ambao tumeona Tennessee huko mwaka 2007. Hawa wa Arkansas huko DeQueen walikuwa tayari wamekwisha kufa, na walikuwa ni wengi zaidi, kwani aliripotiwa mamia ya vyura. Lakini kitu kingine ni hapo nilipokuletea kwenye mvua ya samaki. Mvua ya samaki ndio ambayo imeonekana katika sehemu nyingi zaidi kuliko hata mvua ya vyura, ambapo imeonekana pia katika huko Marekani, Louisiana, ambayo ilikuwa ni mwaka 1876. Magazeti mbalimbali ya kipindi kile yaliripoti kuwa mvua ya samaki imenyesha. Dhoruba kali limepiga na mashahidi wameshuhudia samaki wakidondoka kutoka juu kama mvua na kunyesha. Lakini pia sio tu Louisiana, hata huko Livingston, Alabama, mamia ya samaki wadogo walianguka kutoka angani katika huo mwaka 1998, wakidondoka pamoja na ile mvua ya mawe. Sasa safari hii ilikuwa ni mvua ya mawe pamoja na samaki, na samaki hawa pia walikuwa hai. Wanasayansi walishangaa, ambapo wengi walijaribu kuamini kwamba ni kimbunga kimewapiga hao samaki wakadondoka kutoka juu. Sio tu hizo sehemu mbili, lakini pia hata Falmouth mwaka 2000, wakazi pia wa eneo hilo waliripoti kupata samaki wadogo ikiwemo herring wakiwa wametawanyika sehemu mbalimbali za eneo lile. Samaki hao wanadaiwa walidondoka katika dhoruba kali la mvua ambayo ilinyesha na kugonga magari yao pamoja na nyumba zao. Lakini sio hiyo tu, hata mnamo mwaka 1877 samaki walianguka kutoka angani huko Memphis, hiyo hiyo ambayo imetokea 2007. Na ndio maana nikakwambia tangu mwanzo kwamba haikuwa jambo la kwanza hata katika jiji hilo hilo jambo hilo kutokea. Lakini sio tu kwa Marekani, hata Uingereza matukio mbalimbali yaliwahi kuripotiwa na BBC miaka hiyo, ambapo ulikuwa ni mwaka 2000, ambapo samaki wengi walitokea wakinyesha kama mvua juu ya mabati ya watu pamoja na magari. Kesi ni nyingi sana, hata huko Honduras pia zimewahi kuripotiwa. Sasa tunakuja katika majibu ya wanasayansi. Baada ya wanasayansi kufanya uchunguzi, walikuja kugundua kwamba si sawa na nadharia ambazo watu wengi wanazisema, kwa sababu nadharia nyingi za watu wengi zimebebwa juu ya uoga na hofu ya Mungu walionao ndani mwao na wasiwasi kutokana na dini zao ambao umejengwa ndani yao. Wakaja kugundua kwamba sivyo vile wanavyodhania, kwamba labda ni pigo kama lile pigo la Farao, ama ni mana na kwale kama wale waliodondoka katika Biblia,
bali hii ilitokana na kitu kinachoitwa tornado, ambayo tornado ilitokea katika bahari. Tornado inapotokea inapiga maji na kuyapeleka katika kima cha juu sana kutoka kwenye usawa wa bahari. Wakati mwingine tornado haipigi tu kwenye bahari, inaweza kupiga hata pia katika maeneo ya maziwa na mito mikubwa. Maji yanachukuliwa kutoka eneo la juu sana. Maji hayo yanapopelekwa na tornado kwenda katika kima cha juu sana, yanakutana na nguvu ya mgandamizo ambayo kitaalamu inaitwa gravitational force. Nguvu hiyo ya mgandamizo inayapeleka chini. Sasa kumbuka, maji hayo yanakuwa yapo pamoja na viumbe vingi ambavyo vilikuwa katika maji ya bahari au katika maji ya ziwa ambapo yamechukuliwa. Kwa hiyo nguvu ya mgandamizo inaporudisha maji chini, maji yanarudi pamoja na viumbe vyake ambavyo vilikuwemo ndani vilivyochukuliwa. Na viumbe hivyo vinaweza vikawa chura, samaki, wadudu ama hata mimea bahari au mimea ya ziwani. Na hicho ndicho ambacho kilitokea katika maeneo kama hayo ya Tennessee. Nguvu ya mvutano, yani gravitational force, ilikutana na maji ambayo yamechukuliwa kutoka chini na tornado yakapandishwa juu. Maji hayo yakarudishwa chini kwa sababu ya hiyo nguvu ya mvutano. Na kumbuka pia, maji yanapokuwa yanashuka kuja chini, katikati hapo kuna utofauti wa mgandamizo wa hali ya hewa ambao unapelekea maji hayo kutawanywa katika sehemu tofauti. Na hivyo basi, utofauti wa mgandamizano wa hali ya hewa ambao upo katikati ya anga unasababisha maji pamoja na vitu ambavyo vimo ndani yake kutawanyishwa, na vinavyotawanyishwa ndipo ambapo vinakuja kutua katika sehemu tofauti tofauti. Na hiyo ndio inayopelekea sasa kuonekana kwamba samaki wamenyesha kutoka juu ama vile wamenyesha kutoka juu. Hiyo likawa jibu kwa watu wote wa Tennessee na sehemu zote ambapo matukio haya yamewahi kutokea ama yatakuja kutokea baadaye, kwamba hiyo inatokana na tornado ambazo zinapiga katika vyanzo vya maji na kupeleka maji pamoja na viumbe juu. Vinavyopeleka kule juu vinakutana na gravitational force, yani nguvu ya mvutano ambayo inavipeleka chini, na chini vinatofautiana mgandamizano wa hali ya hewa ambao unasababisha kugawanyika kwa maji pamoja na vitu hivyo na kusababisha kutua katika sehemu tofauti tofauti za uso wa dunia. Na hiyo ndio kapelekea sasa mvua ya vile kunyesha katika nchi ya Marekani. Hata hivyo, bado kuna wasiwasi juu ya kwa nini baadhi wanakuja wakiwa wamekufa tayari na wengine wanakuja wakiwa bado wako hai. Yaani ilikuwa vipi wale chura wakafika chini wakiwa bado wako hai na kuna wengine walifika chini wakiwa wamekufa? Ni jambo ambalo hajapata majibu moja kwa moja, kwa sababu wanasayansi bado hawakuweza kutoa majibu ya moja kwa moja kuwa ni kwa namna gani wale chura walifika chini bila kufa na wengine walifika chini wakiwa wamekwisha kufa tayari, kwa sababu kila jibu lililotolewa lilionekana kupingwa na tokeo la pili ambalo lilitokea, kwamba jibu la kwanza kwa nini chura walifika wakiwa hai linashindwa kujibu jibu la pili kwamba kwa nini wale samaki walifika chini wakiwa wamekufa. Kwa hiyo jambo hilo limepelekea nadharia zikaendelea kuwepo na wengine wakabaki na nadharia zao hizo hizo za kwamba yawezekana ni pigo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ama yawezekana ni jambo tu la kawaida lililotokea la kiasili au ikawa hivyo hivyo la kisayansi kama ambavyo wanazungumza. Wewe una maoni gani juu ya hili? Unahisi inawezekana vipi vile kunyesha juu kama mvua? Unahisi inawezekana vipi samaki kunyesha juu kama mvua? Vipi uko katika sehemu ambayo ni nyumbani kwako au mahali pako pa kazi? Utawachukua samaki na kuwala na kuwatumia ama utawaacha ama utawakimbia? Vipi wakaondoka chura? Utawakimbia ama utawafanya vipi? Niwekee maoni yako kwenye uwanja wa comments hapo juu ya ni kitu gani ambacho unaweza ukakifanya baada ya tukio la namna hiyo kutokea. Utawala hao samaki au utawakimbia? Utawasafisha na kuwatupa wapi? Na je, unahisi ni nini ambacho kilitokea? Wale samaki waliodondoka wakiwa wamekufa na wale wengine ambao waliondoka wakiwa hai, ni jambo la kimiujiza kama ambavyo wengi wanadhani, au ni jambo la kisayansi, au ni jambo la kiasili, au kuna sayari nyingine kule juu ambao ina viumbe kama huku duniani na huwa vinadondoka kwa muda wake tofauti tofauti kama ambavyo vimedondoka huku tukavishuhudia? Au ni nini ambacho nakihisi? Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.